John Jingu, katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Tumekuja hapa kuzindua programu ya mafunzo ya uongozi kwa wanawake ambayo inaongozwa na taasisi yetu ya uongozi au kama inavyozoeleka kwa Kiingereza inaitwa Uongozi Institute. Ni programu ambayo inajumuisha washiriki kutoka nchi mbalimbali za Afrika, lakini pia katika taasisi mbalimbali. Wapo kutoka taasisi za umma na binafsi, lakini lengo ni kuwajengea uwezo ili waweze kuwa ni viongozi wazuri, watu ambao wanaweza kutoa mchango wa maendeleo katika maeneo ambayo wapo. Msingi wa yote ni kwamba viongozi wazuri huwa wanatengenezwa. Viongozi wazuri, pamoja na kwamba baadhi yetu wanaweza kuwa wamezaliwa na vipaji vya aina mbalimbali, wamezaliwa pamoja na wana uwezo wa kiongozi, lakini wakitengenezwa, wakijengewa sifa ambazo zinahitajika, wanaweza kutoa mchango mzuri zaidi katika maendeleo ya jamii walipo, katika sekta walipo. Programu ya uongozi kwa wanawake na lengo kama nilivyosema ni kuhakikisha kwamba basi wanawake katika nafasi mbalimbali, iwe ni kwenye biashara, iwe ni serikalini, iwe ni kwenye asasi kiraia, iwe ni kokote kule, basi wanapata fursa stahiki za kiuongozi, lakini wapewe nafasi za kiuongozi sio kwa sababu ni wanawake, isipokuwa kwa sababu wana uwezo. Kwa hapa tunawajengea uwezo, tunawajengea sifa. Sasa forum hii au jukwaa hili ni zuri sana. Zuri kwa sababu gani? Kwa sababu moja, wanapata fursa ya kubadilishana uzoefu wao kwa wao, lakini pia wanapata fursa kubadilishana uzoefu na watu walioko kwenye nafasi za uongozi. Kila mmoja wa washiriki katika mafunzo haya ana mlezi wake, wanaoita wenyewe mentor au kocha wake kwenye eneo la uongozi. Kwa kama mtu kwenye eneo la biashara ana mtu ambaye amebobea kwenye biashara, ndio anamlea, anamsaidia. Kama kuna mtu yuko serikalini, pia anatafutiwa mtu ambaye yuko vizuri kabisa, na yeye mwenyewe anashiriki katika kumtafuta huyo mtu katika eneo la uongozi aliko, ili kumjengea uwezo, sio tu kinadharia kwa maana ya kusoma vitabu, lakini pia kupata weledi, kupata ujuzi, kupata sifa ambazo zinahitajika katika eneo husika. Kumbe hapa tunatengeneza waleta mabadiliko, wanaita change makers. Tunatengeneza change makers katika jamii yetu, na tunakubaliana kwamba tukishiriki wote, wanawake kwa wanaume, katika shughuli za maendeleo kwa pamoja, kama msemo unavyosema, tukishirikiana, tukienda kwa pamoja tunaweza. Tukishirikiana wote kwa pamoja, basi mafanikio yatakuwa ni makubwa zaidi, na basi asipoachwa au kundi lolote asipoachwa nyuma, basi changamoto zilizopo katika jamii zitaondokana, na mwisho wa yote tunataka jamii ambayo imestawi, jamii ambayo imeendelea, jamii ambayo imestaarabika, jamii ambapo kuna maendeleo endelevu. Leo tumekutana hapa, tuko Serena Hoteli. Tumekutana kwa ajili ya jukwaa la wanawake la uongozi na maendeleo endelevu. Jukwaa hili limeundwa kwa ajili ya kuendeleza wanawake viongozi barani Afrika. Humu ndani zipo nchi 15 ukichanganya na Tanzania kuwa nchi ya 16, ambazo washiriki wametoka katika hizo nchi 15 na Tanzania nchi ya 16. Sababu kubwa ya kukutana ni kwamba tunajaribu kuwafikia wanawake viongozi barani Afrika katika kuhakikisha kuwa tunawajengea uwezo ili wanapochukua nafasi za kiuongozi waweze kuzitumikia vyema. Takwimu zinaonyesha kwamba mpaka sasa hivi kuna asilimia kama 33 peke yake ya wanawake wanaoshikilia nafasi kubwa za maamuzi duniani. Kwa rate tunayoenda nayo, kwa speed tulionayo, takwimu zinaonyesha kwamba itachukua miaka 130 kwa sisi kufikia 50 kwa 50 kama speed haitaongezeka. Kwa hiyo imekuwa ni jitihada ya taasisi ya uongozi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwajengea uwezo kwa wanawake wengi zaidi wenye sifa za kushikilia nafasi za uongozi barani Afrika, na ukianzia na Tanzania. Mwitikio unazidi kuwa mkubwa sana, kwa sababu miaka ya nyuma tulikuwa tunatangaza hizo kozi zilikuwa zinaleta watu wanao apply kwa kati ya 500 600. Mwaka huu wameapply viongozi kutoka barani Afrika na sehemu nyingine za dunia 2009 walioleta maombi yao. Sasa 2009 tumepata watu kutoka Botswana,
Namibia, Sierra Leone, Kameruni, Kenya, Uganda, nchi nyingi za Afrika, na hata Marekani. Tumepata baadhi ya waombaji waliotoka nchi za Marekani na Uingereza, hata Sweden. Kwa hiyo inaonyesha kwamba tayari taasisi inaanza kupata mvuto kwa wanafunzi wanaotoka nje ya Tanzania. Fanya utafiti mdogo unaonyesha kwamba wanawake wengi waliopitia hizi forum wameongeza sana uelewa wa masuala ya uongozi, na kila pili imeongezea confidence kwa Kiswahili, imeongezea kujiamini, lakini imewapa nyenzo mpya za kufanyia kazi. Wengi walikuwa wanasema wanapata shida sana katika kufanya kazi, hawajui wanadili vipi na watu wao, hawajui namna mifumo inavyofanya kazi. Kwa hiyo imewaongezea sana uwezo wao wa kufanya kazi na kuwaongezea sifa zaidi za kushikilia. Waliopatikana ni 100 tu katika 2009, na sisemi kwamba ambao walikosa hawana sifa. Waliokosa ni kwa sababu nafasi hazitoshelezi. Tunafanya kazi sasa hivi pamoja na European Union na serikali ya Finland kujaribu kuongeza fedha ili tuendelee kuchukua wanawake wengi zaidi, lakini tumepata nguvu kidogo. Mwaka huu tumewasiliana na tunafanya makubaliano na Yale University. Yale ni mojawapo ya vyuo vikuu vikubwa duniani ya Marekani, iko sehemu inaitwa New Haven, Connecticut kule Marekani. Wamekubali kuwa sehemu ya huu mradi wetu wa kuendeleza viongozi wanawake. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi tutaendelea kuwa na Yale University katika kuendeleza. Serikali ya Finland wapo, European Union wapo, au Umoja wa Ulaya, na wenyewe wanaendelea kutupa nguvu ya kuendeleza mradi huu wa kuendeleza viongozi wanawake. And the program, in my view, it gives skills, it gives leadership, and it also wants to create equal opportunities. However, when I think about the equal opportunities, we of course also have to think of the broader structures in our societies. And then there are some questions that sometimes hinder the women to grow from an early stage to leaders. Such as something that I'm thinking about is, for example, free daycare. We mainly need to compete with ourselves. We need to perhaps nurture our own positive qualities and be then strong interest in research or innovations, be it an interest in human resources, how to develop those, be it then an interest in community development, in communication, or in arts, and so forth. But in order to do that, we need, of course, to know ourselves and to have this passion and allow